Katika ile postmortem report tukaweza kupata kwamba yule mtoto aliweza kuvunjwa shingo, alafu akafanyiwa zinaa na huyo culprit, ambayo sisi tunasema hilo ni tendo ambalo hatuwezi hata tukafikiria sisi kama madaktari, but ni kitu kimefanyika. Sisi kama madaktari hapa hospitali tutafanya juhudi ya kwanza, zile vipimo vya postmortem by tomorrow morning tutakuwa vishafika katika government pathology, government labs kwenda kupima. Tumeweza kuchukua samples zote, au madaktari wameweza kukaa tangu asubuhi hapa kuhakikisha kwamba wamecollect zile samples zote polepole na kwa ukina, kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kimeweza kuachwa. Tumecollect kila kitu, na katika pale ule uchunguzi tulivyoangalia, kama nilivyosema, msichana wetu alikuwa ameweza kuvunjika shingo, alikuwa amekwangurwa kidogo kwa uso na kwa mikono, lakini samples tumeweza kucollect zote. As we speak, tumeweza kuchukua hizo samples vizuri, tumezihifadhi kwamba hizo samples haziwezi zikaharibika, na tunazikimbiza by tomorrow ziwe zishafika government pathology, government lab kwenda kufanya hizo testing, so that tujue huyu culprit ambaye amefanya hii kitendo apatikane as fast as possible. Coco FM, ladha ya Pwani.